na ujumbe wa Ijumaa hii ya leo tunapoingia katika njia ya msalaba inatoka Yohane sura ya 12 aya ya 32. Nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Mambo muhimu ya kuwavuta watu kutoka kwake aliyazungumza akiwa msalabani. Jambo la kwanza ni msamaha. Luka sura 23 aya ya 34. Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Lakini mbali na hayo, utii wa Yesu mpaka kufa msalabani. Wafilipi sura ya 2 aya ya 2 hadi ya 11. Alitujali sisi na akajitoa kwa utii huo. Lakini pia ni kuhani mkuu anayeonyesha sadaka takatifu inavyotolewa. Pamoja na hayo, anapojitoa hakutuacha ukiwa. Alisema, mama, tazama mwanao. Yohana sura ya 19 aya ya 26 hadi ya 27. Jambo jingine ambalo ni ujumbe tunaitwa katika sala. Mambo yetu magumu, sala zetu ngumu, matukio yetu magumu tunayaelekeza kwa nani? Pamoja na maswali yetu magumu. Yesu anapokufa alisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hivyo inapatikana Mathayo 27 aya ya 46. Na pia Zaburi ya 22 aya ya 1 hadi ya 3 inatuambia, Bwana ndiye Mungu wetu, tumkimbilie wewe. Lakini mbali na hayo, tunaitwa pia kuwa na upendo. Upendo uliokisiri, upendo uliomwanana, kama Yesu alipojitoa msalabani. Hivyo haya yote tunayoyafuata leo katika njia ya msalaba ni utukufu uliojificha katika dhiki, utukufu ambao unatukomboa. Tunapofuata njia ya msalaba, tunaunganika katika maumbo yote ambayo yanahusu ukombozi wa mwanadamu. Kwanza, kutoa mwili wa kufanana na sisi. Pili, kukubali kufa msalabani ambayo ni mateso. Na tatu, ufufuko wake. Haya yote tunayazimisha leo katika kufuata njia ya msalaba. Tunaitwa kuingia na kutafakari haki na amani. Je, sisi wa Kristo ni watu wa haki? Sisi wa Kristo, je, ni watu wa haki? Hivyo tuifuate njia ya msalaba, tukimfuata Mwokozi wetu aliyepitia kwa shida ili sisi tuweze kuwa huru.